Mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, uishie milele, nasema ni asante kwa kutupa kibali tena kusimama katika madhabahu hii tena. Baba, naomba wanao ukawafunike, ukawatie moyo wa kusikia maneno yako, ukayatie muhuri ndani ya mioyo yao katika jina la Yesu. Amen. Makofi kwa Bwana Yesu. Mungu awabariki sana. Nipende kuwakaribisha tena katika ibada yetu ambayo iko live tukiwa hapa Tanzania, mkoa wa Rukwa, Sumbawanga mjini, eneo linaitwa Bible. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi mpendwa katika Bwana, tukajengane kwa neno hili zuri na kwa ufupi. Kichwa cha somo kinasema Mungu hulinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani. Mungu hulinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana leo anatukumbusha na kututia moyo ya kwamba Bwana hulinda miguu ya watakatifu wake, bali wanaoitwa waovu watanyamazishwa gizani. Kwa hiyo ukiwa mtakatifu una uhakika wa ulinzi katika Bwana. Kwa maana Bwana anasema yeye atawalinda miguu ya watakatifu wake, lakini waovu watenda mabaya Bwana atawapa adhabu na kuwapeleka gizani. Anapoongelea mambo ya giza, maana anaongelea mahali pa mfu. Mahali pa mfu tulizungumza kwamba ni kuzimu. Kuzimu panakaa vitu vilivyokufa. Kwa mahali pa mfu ni kuzimu. Kuzimu tulijifunza kwamba kuzimu anakaa malaika wa giza ambaye anajitambulisha kwa jina la Ibrania, anaitwa Abaddon, manake Mungu wa kifo. Kwa hiyo tukaangalia maandiko kaza wa kaza. Samueli wa kwanza, kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 10. Bwana asema maadui zako Bwana atawapiga radi. Najua wana maadui wengi wanaokuzunguka, lakini katika maandiko haya au katika andiko hili tunaenda kujengana namna ambavyo Bwana anawapigania watakatifu wake. Samueli wa kwanza sura ya 2, some kuanzia mstari wa 9 hadi ule mstari wa 10. Asema yeye atalinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani. Maana kwa nguvu zake hakuna atakayeshinda. Washindanao na Bwana watapondwa kabisa toka mbinguni. Yeye atawapiga radi. Bwana ataihukumu miisho ya dunia, naye atampa mfalme wake nguvu na kuitukuza pembe ya masihi wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Bwana anazungumza, anasema yeye atalinda miguu ya watakatifu wake, lakini waovu watanyamazishwa gizani. Anasema kwa nguvu zake Mungu hakuna wa kushinda. Ndio maana leo umekuwa na vita
Ndio maana leo umekuwa na majaribu, lakini Bwana anasema wewe ukiwa mtakatifu, Bwana atakulinda. Tunapoingia kwenye nyumba yako, Bwana atatanguliza malaika, atakulinda. Anasema yeye atalinda miguu ya watakatifu wake. Lakini waovu, wachawi, waganga wa kienyeji pamoja na wapiga ramli, anasema wao watanyamazishwa gizani. Haleluya. Amen. Watanyamazishwa gizani. Kwa hiyo Mungu anaanza kujitambulisha ya kwamba yeye mtu aliyeokoka ana thamani kubwa mbele za Mungu. Maana Mungu pekee ndiye anayemlinda. Lakini wengine wanalindwa na misimu, wanalindwa na waganga, na kwenye nyumba zao wameweka vichupa, eti wanasema ni ulinzi. Lakini Yesu anasema yeye Bwana atawalinda watakatifu wake, lakini waovu watanyamazishwa gizani. Maana yake watenda dhambi wote hawana ulinzi wa Mungu. Wazinzi na walevi na makahaba hawana ulinzi wa Mungu. Maana kwenye maisha yao wamemkimbiza Mungu. Maana Mungu akaina walevi, maana Mungu akaina wazinzi. Ndio maana amesema kwa watakatifu, maana yake waliokoka, yeye Yesu anawalinda kila hatua wanapotembea. Alafu anasema toka mbinguni Bwana atawapiga radi. Ziko radi zinazungumzwa. Wachawi wanapiga radi watu, radi za kichawi. Lakini mstari wa 10 anasema washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Watapondwa kabisa toka mbinguni. Yeye Bwana atawapiga radi. Makofi kwa Bwana Yesu. Amen. Bwana atawapiga radi maadui zako. Maadui zako wanaoinuka kwenye ndoa zako, kwenye ndoa yako, Bwana atawapiga radi. Kwenye huduma yako watapigwa radi kwa jina la Yesu. Iwe kwenye biashara yako, iwe kwenye ndoa yako, iwe kwenye huduma yako, wanaoinuka kwa ajili ya huduma yako, wewe uimbaji, wanaoinuka kwa ajili ya wewe uchungaji wako, Bwana atawapiga radi. Kama kuna radi ambayo inasambaratisha, radi inayotisha ni radi ya Bwana. Radi za wachawi hazina kazi yoyote, ila wanapotunga kutengeneza radi zao. Lakini na Yesu naye anatengeneza kombora. Unajua mtu wa Mungu, wachawi wanapoandaa kombora wa kuloni, na Yesu naye anaandaa radi. Wanapokuja kwako, Bwana analipua ile radi, inawateketeza. Tumeona leo asema naogopa kupigwa radi. Usiogope, iko radi original kwa jina la Yesu. Amen. Radi original ni Bwana Yesu. Haleluya. Yeye ndiye aliyeshinda kifo na mauti. Ndio maana yeye anajitangaza yeye mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, na kila aliye ndani ya Yesu ulinzi ni uhakika. Maana amesema nitawalinda watakatifu wangu, wala miguu yao hawatakanyaga radi, wala hawatakanyaga mapepo. Maana amesema katika Zaburi ya 91, akasema 91 kuanzia 11 hadi 12, anasema atakuagizia malaika zake akulinde njiani, mikononi mwao atakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Anaposema katika jiwe, kuna wachawi wanapiga njia panda. Anapokanyaga mtakatifu, malaika anachoma, ule uchawi unapita salama. Haleluya. Amen. Anasema atalinda miguu ya watakatifu wake. Kwa hiyo kazi ya Mungu ni kuagiza malaika kwenda mbele yako akulinde katika njia zako zote, ili usije ukaingia kwenye shida. Huyo ndio Mungu ninayemtumikia. Kwa maana hata alipopotea mwanangu katika bahari, katika ziwa hilo, wakasema tayari amedumbukia, lakini akapiga simu akasema, Baba naomba nikumbuke kwenye maombi, maana dharuba inaitawala kwenye ziwa na angamia Baba. Nikamwambia hutaangamia, kwa sababu Yesu alituliza dharuba. Leo ni mzima kwa jina la Yesu. Leo amepona. Huo ndio ukuu wa Mungu ninayemtumikia. Yeye atawalinda watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani. Ugonjwa unaopata mtakatifu na mtu ambaye hajaokoka, mnapoenda kwa hospitali wote mnauma malaria, lakini wewe